Fahamu kuhusiana na kitunguu saumu, faida, matumizi na madhara yake. Kitunguu saumu ni mmea wa jamii ya vitunguu na hutumika kama kiungo cha chakula na tiba asili. Kwa miaka mingi kitunguu saumu kimekuwa kikihusishwa na faida nyingi za kiafya kutokana na virutubisho vyake muhimu kama vile vitamini C na vitamini B6. Hizi hapa faida za kitunguu saumu. Kwanza, kuimarisha kinga ya mwili. Pili, kuboresha afya ya moyo. 3, kupambana na magonjwa ya mzio, yaani allergy. 4, kuboresha afya ya ubongo. 5, kusaidia katika usagaji wa chakula. 6, kupambana na saratani. Na 7, kuongeza nguvu za kiume. Haya hapa matumizi ya kitunguu saumu. Kikiwa kibichi, kitunguu saumu kinaliwa moja kwa moja kwa matokeo bora, hasa wakati wa asubuhi kabla ya kula. Katika chakula, kitunguu saumu hutumika kama kiungo kwenye mapishi mbalimbali kama vile mboga, supu na nyama. Lakini pia mafuta ya kitunguu saumu hutumika kwa kupaka kwenye ngozi au nywele ili kusaidia matatizo ya ngozi na ukuaji wa nywele. Mchanganyiko wa asali na kitunguu saumu. Hii husaidia kuongeza kinga ya mwili na kuboresha afya ya moyo. Madhara ya kitunguu saumu. Licha ya faida zake nyingi, matumizi ya kupita kiasi yanaweza kuleta madhara kama vile harufu mbaya ya kinywa, kuwashwa tumboni au kuharisha kwa watu wenye matatizo ya tumbo. Pia kupunguza shinikizo la damu kupita kiasi kwa wale wanaotumia dawa za pressure. Lakini pia kuweza kuathiri damu kuganda. Hivyo, watu wanaotarajiwa kufanya upasuaji wanapaswa kuepuka matumizi yake mara kwa mara. Kitunguu saumu ni kiungo chenye faida nyingi kiafya, lakini ni muhimu kutumia kwa kiasi na kwa uangalifu. Kama unatumia dawa za hospitali, ni vyema kushauriana na daktari kabla ya kutumia kitunguu saumu kwa tiba. Mimi ni Jacqueline Martin.